Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, tunawasalimu popote pale mlipo na tunawakaribisha tena katika matangazo yetu ya asubuhi yaliyo kwa tarehe 25 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Ni matumaini yetu kwa mmeamka salama na mnaendelea vizuri katika shughuli zenu za kila siku. Basi tunashukuru kwa kuendelea kuwa nasi kupitia chombo hiki cha habari ambacho ni Kivu News Info, ambacho tunakuletea ukweli, uhalisia wa taarifa muhimu zinazogusa maisha ya kila siku ya jamii yetu. Basi na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tutakuletea habari kutoka ndani na nje ya nchi, zikiwemo habari za kisiasa, usalama, jamii, uchumi pamoja na matukio mbalimbali yanaendelea kuasiri maisha ya wananchi ya kila siku. Mimi ni Teroje Longa na Kivu News Info, kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote ningekuomba kufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine unasema kujabone, kueme vile na kupartager. Na basi kama tarota umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo kila siku tunakuletea habari saizi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi unaendelea kutuonikia na ukatujuza na tusikilize kwa sehemu gani na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Hii ni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. James Wan, mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na mkuu wa ujumbe wa MONUSCO, wamewasili siku ya jana Jumatatu 24 Aprili katika mji wa Goma, makao makuu ya jimbo la Kivu Kaskazini, eneo ambalo liko chini ya udhibiti wa uasi wa M23. Ziara hiyo ya kwanza kiongozi huyo tangu ateuliwe kushika wadhifa wake akiwa mjini Kinshasa amewasili kupitia uwanja wa ndege wa Goma. James Wan anatoka katika ziara nyingine iliyofanyika katika maeneo ya Beni, Eringeti pamoja na Bunia na Fataki katika jimbo la Ituri. Akizungumza mara baada ya kuwasili, mkuu wa MONUSCO amesema ziara yake inalenga kuimarisha utekelezaji wa ustaji wa mapigano, akisisitiza kuwa mji wa Goma una nafasi muhimu katika juhudi za kupunguza mvutano, kulinda raia na kusaidia mchakato wa amani unaoendelea. Ameeleza kwa lengo lake ni kukutana na timu za MONUSCO zilizopo katika eneo hilo, kusikiliza tathmini zao pamoja na kubadilishana mawazo na mamlaka zilizopo ili kubaini mazingira halisi ya utekelezaji wa majukumu na ujumbe huo kwa mujibu wa maazimio ya Baraza la Usalama wa Mataifa. Kwa mujibu wa James Wan, MONUSCO imepewa jukumu la kusaidia ustaji wa mapigano kupitia mifumo pamoja ya ufuatiliaji wa uhakiki pamoja na ushirikiano wa kitengo cha uchambuzi wa taarifa za kiusalama. Ziara inafanyika wiki moja baada ya mazungumzo yaliyofanyika nchini Uswisi kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na uasi wa M23 katika mchakato wa Doha ulioratibiwa na Qatar, Marekani na Umoja wa Afrika, huku Uswisi ukiwa mwenyeji. James Wan ameeleza matumaini yake juu ya maendeleo yaliyofikiwa hasa katika hatua za kuelekea makubaliano kuhusu upatikanaji wa misaada ya binadamu na ulinzi wa kisheria, akizitaka pande zote kuendelea na juhudi za kufikia makubaliano ya kudumu. Hata hivyo, amesisitiza kuwa ufuatiliaji wa ustaji wa mapigano unahitaji kutimizwa kwa masharti kadhaa muhimu ili kuhakikisha mifumo ya uhakiki inafanya kazi kwa ufanisi na usalama. Miongoni mwa masharti yao ni kusitishwa kwa matumizi ya ndege zisizo na rubani maarufu kama drone na kumalizika kwa vitendo vya kuvuruga mifumo ya GPS pamoja na kuhakikisha uhuru kamili wa wanaharakati kwa wafanyakazi wa vifaa vya MONUSCO. Pia amesisitiza umuhimu wa matumizi ya salama ya viwanja vya ndege vya anga, akibainisha kuwa ushirikiano kati ya pande zote zinazohusika ni muhimu katika kufanikisha hatua hizo. Amesema kupitia ziara hiyo MONUSCO inalenga kuimarisha juhudi za kupunguza mvutano, kurejesha matumaini kwa wananchi na kusaidia upatikanaji wa amani wa kudumu katika mashariki mwa nchi. James Wan amepongeza MONUSCO kufuatia kuongezwa kwa muda wa mwaka mmoja wa ujumbe huo hadi Disemba mwaka 2026 kwa mujibu wa uamuzi wa Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa. Bunge la mkoa wa Kivu Kusini limetangaza kuitisha kikao maalumu cha wazi kinachotarajiwa kufanyika siku ya Jumanne tarehe 28 Aprili saa za asubuhi katika makao yake ya muda iliyoko Kavimvira ndani ya mji wa Uvira. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa siku ya jana tarehe 24 Aprili na kusainiwa na naibu mwandishi wa ofisi ya kudumu ya bunge hilo Mheshimiwa Etienne Kayani Mushekiru, katika kikao hicho kitawakutanisha wabunge wa mkoa huo ili kujadili mambo mawili makuu yaliyoorozeshwa katika ajenda ya siku hiyo. Hoja ya kwanza itahusu kupitishwa
kupitishwa kwa ajenda ya kikao, hatua ambayo ni muhimu kwa ajili ya kuruhusu mijadala ya kisheria kuendelea kwa utaratibu uliopangwa. Hata hivyo, hoja ya pili ndio inayotarajiwa kuvuta hisia za wengi, kwani inahusu kusikilizwa na kujadiliwa kwa hoja ya kutokuwa na imani maarufu kama motion de censure dhidi ya gavana wa mkoa huo Jean-Jacques Purusi Sadiki pamoja na serikali yake yote ya mkoa. Kikao hiki kinakuja katika kipindi ambacho hali ya kisiasa ndani ya Kivu Kusini imekuwa ya mivutano mkubwa. Kwa muda sasa, sauti za upinzani kutoka kwa baadhi ya wabunge na makundi ya kijamii zimekuwa zikiongezeka, zikilalamikia namna serikali ya mkoa inavyoendesha shughuli zake, hususan katika masuala ya usalama, utawala bora na utoaji wa huduma kwa wananchi. Hoja ya kutokuwa na imani ni moja ya nyenzo za kikatiba zinazotumiwa na wabunge kupima utendaji wa serikali ya mkoa. Endapo hoja hiyo itapitishwa kwa idadi inayotakiwa na ya kura, inaweza kusababisha kuondolewa madarakani kwa gavana pamoja na serikali yake, hali ambayo inaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa uongozi katika mkoa huo wa Kivu Kusini. Athari za uamuzi huo zinaweza kuwa kubwa si tu katika nyanja za kisiasa, bali pia katika uthabiti wa taasisi za mkoa Kivu Kusini, hasa ikizingatiwa kuwa mkoa huo tayari unakabiliwa na changamoto nyingi za kiusalama katika baadhi ya maeneo yake. Kwa upande mwingine, wananchi wa Kivu Kusini pamoja na wadau mbalimbali wanafuatilia kwa karibu maendeleo ya kikao hiki, wakiona kama hatua muhimu inaweza kuleta mabadiliko chanya au kuendeleza hali iliyopo. Wengi wanatarajia mjadala mkali ambako kila upande utajibu, kutetea msimamo wake na kuunga mkono serikali iliyopo au kusukuma mabadiliko ya uongozi. Kufanyika kwa kikao hiki katika eneo la Kavimvira ambalo ni makao ya muda ya bunge kunaonyesha hali halisi ya mazingira ya kiusalama na kiutawala ambayo mkoa huo unapitia kwa sasa. Kwa ujumla, kikao cha tarehe 28 Aprili mwaka 2026 kinachukuliwa kuwa tukio muhimu la kisiasa katika Kivu Kusini ambacho kinaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa mwenendo wa uongozi, wajibikaji wa viongozi na mustakabali wa kisiasa wa mkoa huo katika siku zijazo. Watu watatu wa familia moja wameuawa kwa kupigwa risasi jioni ya Alhamisi tarehe 23 Aprili katika barabara Kimbili ndani ya wilaya ya Shabunda mkoani Kivu Kusini na askari anayesadikiwa kwa mwanajeshi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Tukio hilo la kusitisha litokea katika daraja la mto Kimbili katika kijiji cha Mulanga kilichopo kati ya maeneo ya Ngolombe na Kimbili ndani ya kundi la Bamuguba Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, wasirikao ni mwanaume anayefahamika kwa jina la Lavi Mustaki Christian, mke wake pamoja na mtoto wao. Familia ilikuwa safarini kuelekea Evari kwa ajili ya kununua bidhaa za matumizi ya kila siku. Inasemekana kuwa walikuwa wamebeba kiasi kikubwa cha fedha kinachokadiriwa kufika pesa milioni 5 za Kongo ambazo zilikuwa na kwa ajili ya shughuli zao za biashara. Kwa mujibu wa mashuhuda, familia hiyo ilisimamishwa njiani na mwanajeshi anayesadikiwa kuwa mwanajeshi wa FARDC. Askari wanadaiwa kuwanyang'anya fedha zote walizokuwa nazo kabla ya kufyatua risasi na kuwaua papo hapo. Tukio limezua hofu kubwa na majonzi miongoni mwa wakazi wa eneo hilo ambao wameeleza kushtuzwa na ukatili wa hali hiyo, hasa ikizingatiwa kuwa mtuhumiwa anatoka katika jeshi ambalo lina jukumu la kulinda raia. Asasi za kiraia katika eneo hilo kupitia mwakilishi wao Leonard Musafiri Chandrake zimelaani vikali tukio hilo na kukieleza kuwa ni hali ya kinyama na isiyokubalika. Zimetaka kitendeke haraka na wahusika wote wajibishwe mbele ya sheria. Vilevile mashirika yao yameonya kuhusu kuongezeka kwa vitendo vya ukosefu wa usalama katika eneo la Shabunda. Yamebanisha kuwa ndani ya mwezi uliopita tayari kulikuwa na matukio mengine mawili ya aina hiyo yanahusisha hasa ukatili dhidi ya wanawake. Baada ya tukio hilo, shughuli za kijamii na kiuchumi zimesimama kwa muda katika barabara hiyo ya Kimbili kutokana na hofu ya wananchi kuendelea kutumia njia hiyo. Wafanyabiashara na wasafiri wengi wameamua kusitisha safari zao kwa kuhofia usalama wao. Miili ya marehemu imezikwa papo hapo na wakazi wa eneo hilo kutokana na mazingira magumu ya kiusalama na ukosefu wa miundombinu ya kusafirisha miili kwenda maeneo salama zaidi. Kwa upande wa vyombo vya usalama, taarifa zinaeleza kuwa mwanajeshi huyo aliyehusishwa na tukio hilo alikamatwa na wenzake kumwezi kizuini katika eneo hilo akisubiri kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Tukio hili limeibua tena mjadala kuhusu nidhamu ya ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na hali ya kuimarisha ulinzi wa raia katika maeneo yanayokumbwa na migogoro ya mara kwa mara. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa ni muhimu kwa hatua kali chukuliwe dhidi ya wahusika ili kurejesha imani ya wananchi kwa vikosi vya ulinzi na kuhakikisha kuwa matukio kama haya hayajirudii tena katika siku zijazo. Takriban watu 100 wamepoteza maisha tangu mwezi Machi uliopita katika maeneo ya wakimbizi wa ndani katika wilaya Njugu mkoani Turi, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Takwimu hizi zimetolewa siku ya Alhamisi tarehe 23 Aprili kwa mwakilishi maalum wa katibu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC James Swan katika wakati wa ziara yake katika eneo hilo lililoathiriwa na mzozo na hali mbaya ya kibinadamu. Kwa mujibu wa taarifa za viongozi wa maeneo ya wakimbizi katika kambi ya Pende Savu iliyoko Bule, umbali wa takriban kilomita 100 kaskazini mwa mji wa Bunia, karibu watu 60 wamefariki dunia tangu mwanzo wa Machi mwaka huu. Vifo hivyo vinahusishwa zaidi na njaa kali, magonjwa na ukosefu wa huduma za msingi. Katika eneo hilo zaidi ya visa 300 vya utapiamlo vimeripotiwa, vikihusisha zaidi ya watoto wadogo na wazee ambao ndiyo makundi yaliyo hatarini zaidi katika kambi hizo. Hali kama hiyo pia imeripotiwa katika kambi ya Njaiba iliyoko Fataki ambako takriban watu 40 tayari wamepoteza maisha. Viongozi wa eneo wanasema vifo hivyo vinasababishwa zaidi na ukosefu wa chakula pamoja na kutopatikana kwa huduma za afya za kutosha. Katika kambi ya Locha pia karibu na Fataki, hali ya kibinadamu inaelezwa kuwa mbaya zaidi, ambako wakimbizi wanaendelea kuishi katika mazingira magumu sana bila huduma za msingi za afya wala chakula cha uhakika. Kwa mujibu wa viongozi wa eneo hilo, wakimbizi wengi hawawezi kufika mashambani kupata chakula kutokana na operesheni za kijeshi zinazoendelea na tishio la mara kwa mara kutoka kwa makundi yenye silaha yanayofanya kazi katika eneo hilo. Pia wameeleza changamoto kubwa ya ukosefu wa dawa katika kituo cha afya cha Bule ambacho kimeshindwa kukizi mahitaji ya maelfu ya wakimbizi wanaohitaji matibabu ya haraka. Wananchi wa kambi hizo wameeleza hali hiyo kuwa uchungu mkubwa, wakisema wanakabiliwa na njaa kali na wakati mwingine watu kadhaa hufariki kwa siku moja na kuzikwa hapo kutokana na hali mbaya ya maisha. Wameendelea kutoa wito kwa haraka kwa msaada wa kibinadamu, wakisisitiza kuwa maisha yao huko katika hatarini endapo msaada wa chakula na huduma za afya hautafika kwa wakati. Kwa upande wake, mkuu wa MONUSCO James Swan ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu hali hiyo ya kibinadamu katika eneo la Njugu. Amesema ameridhia kupeleka taarifa hiyo kwa mashirika ya misaada ya kibinadamu ili kuchochea hatua za haraka. Ameongeza kuwa MONUSCO itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuboresha hali ya usalama, jambo ambalo ni la msingi ili kuruhusu wananchi kuweza kujikimu na mahitaji yao ya kila siku. Kwa mujibu wa James Swan, suluhisho la kudumu la hali hiyo limetegemea sana kuboreshwa kwa usalama ili kuwezesha wakimbizi kurudi hatua kwa hatua katika maisha yao ya kawaida na kujenga upya maisha yao ya kila siku katika maeneo yao ya asili. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ya ziara ya kwanza mjini Goma, Balozi James Swan ambaye ni mwakilishi maalum mpya wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC na mkuu wa MONUSCO, kiongozi wa kisiasa wa M23 Corneille Nangaa ametoa taarifa ya msimamo wa kundi hilo kuhusu hali ya maeneo yaliyo chini ya udhibiti wao. Ili tokea siku ya jana Jumanne tarehe 24 Aprili, ambako Nangaa alitumia fursa hiyo kueleza namna wanavyoendesha utawala wao katika maeneo wanayodhibiti, huku pia akimweleza moja kwa moja balozi huyo wa Umoja wa Mataifa changamoto kutatu wanazozidai ni za dharura kushughulikiwa. Kwanza kabisa, Corneille Nangaa amegusia hali ya usalama na kibinadamu katika mji wa Uvira, akidai kuwa kuna mauaji yanayofanywa na wanajeshi wa serikali pamoja na washikao tangu vikosi vya M23 vilivyojiondoa katika baadhi ya maeneo. Amesema hali hiyo inahitaji uangalizi wa haraka na wa kimataifa kulinda raia. Pili, amezungumzia suala la kile alichokiita kizuizi cha kibenki kinachowekwa na serikali ya Kinshasa dhidi ya wakazi wanaoishi katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa waasi. Kwa mujibu wake, hatua hiyo imeathiri moja kwa moja maisha ya wananchi, biashara na upatikanaji wa huduma za msingi na kuongeza mateso kwa raia wa kawaida. Na tatu, Corneille Nangaa ameeleza umuhimu wa kuruhusiwa kwa misaada ya kibinadamu kufika katika maeneo ya milima ya kati ya milima ya juu ya Fizi, akisitiza kuwa wananchi wengi wanakabiliwa na njaa, ukosefu wa dawa na hali mbaya ya maisha. Mbali na hoja hizo, M23 imemtaka James Swan kushiriki kikamilifu katika utekelezaji wa mfumo wa ufuatiliaji wa usitaji wa mapigano ambao unalenga kuhakikisha makubaliano ya amani yanafuatiliwa kwa uwazi na ufanisi. Kundi hilo pia limempongeza Balozi Swan kwa uteuzi wake, likieleza kuwa na uelewa wa kutosha kuhusu mazingira ya Kongo, jambo ambalo linaweza kusaidia katika kutafuta suluhisho la mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi. Ziara ya James Swan mjini Goma inaonekana kuleta mazungumzo mapya kati ya Umoja wa Mataifa na makundi mbalimbali yanayohusika katika mzozo wa mashariki mwa Kongo, ambako hali ya usalama na kibinadamu bado ni tete. Kwa jumla, mazungumzo yanaonyesha kuendelea kwa jitihada za diplomasia katika kutafuta njia za kupunguza mvutano, kuimarisha ushitaji wa mapigano na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia wananchi walioathirika.
Katika mkoa wa Kivu Kusini, hali ya wabunge wa mkoa inaendelea kuzua wasiwasi mkubwa kutokana na kuchelewa kwa malipo ya mishahara yao, hali ambayo sasa imefika takriban miezi 14 bila kulipwa. Hali imeibua tena mjadala mkubwa kuhusu nani anapaswa kuwajibika katika kulipa mishahara ya wabunge wa majimbo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa wataalamu wa masuala ya utawala bora aliyezungumza na Verticom, wabunge wa mkoa ingawa huchaguliwa katika ngazi ya majimbo, mishahara yao hulipwa kupitia hazina kuu ya serikali ya taifa. Mtaalamu huyo ameeleza kuwa ni serikali ya kati kupitia bajeti ya kitaifa ndio yenye jukumu la kuhakikisha malipo ya wabunge hao yanafanyika kwa wakati. Hii ina maana kuwa majimbo hayana uwezo wala mamlaka kamili ya kulipa mishahara yao moja kwa moja. Hata hivyo, majimbo yanabaki na jukumu la kugharamia uendeshaji wa kiutawala wa wabunge wa mikoa, ikiwa ni pamoja na vifaa vya kazi, uendeshaji wa ofisi pamoja na gharama za vikao vya bunge. Miongoni mwa sababu zinazotajwa ni kusababisha kuchelewa kwa mishahara hiyo ni pamoja na ucheleweshaji wa kiutawala katika mfumo wa malipo kati ya Kinshasa na majimbo, upungufu wa bajeti ya taifa unaosababishwa na vipaumbele vingine vya matumizi ya serikali, pamoja na changamoto za kisiasa na kiufundi zinazoweza kuchelewesha udhibitisho wa orodha ya malipo. Kwa mujibu wa mtaalamu huyo, hali inaonyesha wazi kuwepo kwa matatizo ya uratibu kati ya serikali kuu na taasisi za mikoa, jambo linaloathiri ufanisi wa utendaji wa taasisi za umma. Katika ngazi ya mkoa wa Kivu Kusini, hali imeanza kuwa na hatari kubwa kwa utendaji wa wabunge wa mkoa. Wataalamu wa masuala ya kiutawala wanasema kuwa kutokulipwa kwa muda mrefu kunaweza kuzofisha uhuru wao na wa kufanya kazi, hasa katika jukumu lao la kusimamia na kukosoa serikali ya mkoa. Pia kuna hofu kuwa hali inaweza kuathiri uwajibikaji wao na uwezo wa kuwakilisha wananchi kwa ufanisi kutokana na changamoto za kifedha wanazozikabiliana nazo. Asasi za kiraia zimeanza kutoa wito kwa dharura na kutaka serikali kufafanua wazi majukumu ya kifedha na kuhakikisha malipo yao yanafanyika kwa wakati ili kulinda utendaji wa taasisi za kidemokrasia. Kuna mapendekezo ya kufanya marekebisho katika mfumo wa usimamizi wa fedha za umma, hasa kwa kuongeza uwazi na kuhakikisha mipango ya bajeti inatekelezwa kwa uhakika zaidi. Hata hivyo, hadi sasa wabunge wa mkoa wa Kivu Kusini wanaendelea kufanya kazi katika mazingira magumu ya kifedha, huku wakisubiri hatua kutoka kwa serikali ya Kinshasa ili kutatua changamoto hiyo ya muda mrefu. Katika mji wa Kisangani, hali ya mvutano inaendelea kushika kasi katika eneo la Plateau Medicale ndani ya kata ya Makiso, ambako mpango wa kubomoa nyumba kwa ajili ya ujenzi wa kambi za kijeshi umesababisha ghasia kali na uharibifu wa mali mnamo siku ya jana Ijumaa tarehe 24 Aprili. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, barabara inayotoka hospitali kuu ya Makiso hadi soko ndogo ya Kabine ilifungwa mapema mchana kutokana na vurugu zilizovuka. Wakazi wanasema baadhi ya nyumba zimebomolewa na nyingine kuchoma moto baada ya mapigano kati ya vijana wa eneo hilo la Kabine na polisi. Chanzo cha vurugu hizo kinasemekana kuwa ni hatua ya askari wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanza kuweka vigingi vinavyoashiria mwanzo wa operesheni ya kubomoa nyumba bila mawasiliano ya awali kwa wakazi. Operesheni inalenga kutoa nafasi kwa ujenzi wa kambi za kijeshi karibu na uwanja wa ndege wa Simi. Hali hii inazidi kuwa mbaya zaidi baada ya milio ya risasi kusikika katika eneo hilo, ambako hata sehemu ya hospitali kuu ya Makiso ikiwemo chumba cha kompyuta imeathirika kutokana na risasi hizo. Wakazi wanadai kuwa haki zao zimekiukwa, wanasitiza kuwa wanaishi eneo hilo kwa miongo mingi. Katika mazingira ya taruki, baadhi ya wabunge wameanza kuingilia kati, na mbunge wa taifa Lolika Lukwela amemwandikia barua waziri wa ulinzi akitaka kutishwa kwa muda kwa zoezi hilo la ubomoaji hadi uchunguzi wa kina ufanyike kuhusu hati na haki za wakazi. Amependekeza kuundwa kwa tume ya pamoja itakayojumuisha jeshi, idara ya ardhi na wawakilishi wa wakazi ili kufanyika uhakiki wa hali halisi kabla ya kuendelea na mradi huo. Kwa upande mwingine, mbunge Fontaine Mangala naye amewasiliana na viongozi wa jeshi katika ngazi ya mkoa akieleza wasiwasi wake kuhusu ubomoaji wa maeneo yaliyokaliwa na watu karibu na uwanja wa ndege wa Simi. Amesema ni muhimu kuheshimu heshima ya utu wa wakazi, na ametoa wito kwa pande zote kujiepusha na matumizi ya nguvu kama njia ya kutatua mgogoro. Ameongeza kuwa viongozi wa jeshi tayari wamewasilishwa taarifa kuhusu tukio hilo na ili kutoa ufafanuzi na kueleza hatua zinazofuatwa. Kwa jumla, hali katika eneo la Plateau Medicale inaendelea kuwa tete, huku wakazi wakihofia kuendelea kwa vurugu na mamlaka zikabiliwa na shinikizo la kutafuta suluhisho la amani litakaloheshimu haki za wananchi na pia mahitaji ya kiusalama ya serikali.
Jean-Marc Kabunda ametoa kauli kali dhidi ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, akionya kuhusu jaribio lolote la kubadili au kurekebisha katiba nchini, huku akisisitiza kuwa upinzani utapinga kwa nguvu zote hatua hiyo endapo itafanywa kwa shinikizo. Akizungumza katika sherehe ya maadhimisho ya miaka 4 ya chama chake cha kisiasa, Kabunda alitumia jukwaa hilo kwa kutoa ujumbe mkali kwa serikali iliyopo madarakani, akisema katiba ya nchi haipaswi kuguswa kwa maslahi ya kisiasa ya mtu au kundi fulani. Alisema wazi kwa Rais Felix Tshisekedi, mkisubutu kugusa katiba, ondokeni kwa mlango mkubwa, kwa sababu mnajua kilichotokea marais 4 waliotangulia katika nchi hii. Kauli hiyo imeibua hisia kali za kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kutokana na historia ya viongozi wa zamani wa taifa, ambako Kabunda alikumbusha matukio ya awali, akisema rais wa kwanza wa nchi alipinduliwa kwa mapinduzi ya kijeshi na wa pili alikimbia mbele ya uasi kama ilivyo hali ya sasa, na watatu aliuawa katika akiwa ofisini kwake, na wanne leo alihukumiwa kifo. Kauli hizi zimeelezwa na wachambuzi kuwa ni kumbusho la historia ngumu ya kisiasa ya DRC, lakini pia ni ujumbe wa moja kwa moja kwa shinikizo kwa utawala wa sasa kuhusu mustakabali wa katiba. Zaidi ya hilo, Jean-Marc Kabunda alisisitiza kuwa upinzani hauwezi kukubali mabadiliko yote ya katiba yanayolenga kuongeza kurefusha muda wa viongozi kubaki madarakani, akionya kuwa hilo litakumbana na upinzani mkali kutoka kwa makundi ya kisiasa na wananchi. Katika hotuba yake iliyotolewa kwa lugha ya Lingala, moja ya lugha 4 za kitaifa nchini DRC, Kabunda pia alishtumu serikali ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Felix Antoine Tshisekedi kwa kile alichokiita ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, akiita serikali hiyo bingwa kwa ukandamizaji wa haki za wananchi. Alisema kuwa hali ya usalama chini imezorota kutokana na kile alichokiita kukosekana kwa mamlaka ya dola, akiongeza kuwa wananchi wameachwa katika mazingira ya hofu na ukosefu wa ulinzi. Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Kabunda alitoa kauli kali zidi, akisema tunahitaji kufanya kila juhudi kumaliza utawala huu wa watu wanaocheza siasa kama mchezo na wezi. Kauli hiyo imeongeza joto la kisiasa nchini DRC, ambako mvutano kati ya serikali na upinzani unaendelea kuongezeka, hasa katika kipindi ambacho mijadala kuhusu katiba na mustakabali wa uongozi wa taifa hilo likiendelea. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema hotuba ya Kabunda inaonyesha kuongezeka kwa msongamano wa kisiasa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku upinzani ukijipanga kuimarisha msimamo wake dhidi ya serikali ya sasa. Kwa ujumla, kauli hizi inaonyesha hali ya kisiasa iliyopo utete katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mijadala ya katiba na usalama na utawala bora inaendelea kwa chanzo kuhusu kikuu cha mivutano kati ya pande za kisiasa. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ameonekana akihudhuria sherehe maalum zilizofanyika kwa heshima ya mfalme Mswati wa 3 wa Eswatini. Katika hafla hiyo alikuwa na uzito mkubwa wa kifalme na kidiplomasia. Sherehe hizo zilikuwa na maadhimisho mawili kwa wakati mmoja, ambako mfalme Mswati alikuwa akizimisha miaka 58 kwa kuzaliwa kwake pamoja na kutimiza miaka 40 tangu aingie madarakani kama kiongozi wa ufalme wa Eswatini. Hafla hiyo ilivutia wageni mbalimbali wa Asia juu kutoka sehemu tofauti za dunia, wakiwemo viongozi wa zamani wa mataifa, wakuu wa nchi wanaendelea na majukumu yao, pamoja na watu mashuhuri katika nyanja za kisiasa na uongozi wa kimataifa. Joseph Kabila alionekana miongoni mwa wageni maalum walioalikwa katika sherehe hizo, akionekana kushiriki katika mfumo mbalimbali ya heshima iliyofanyika ndani ya hafla hiyo ya kifalme. Kuzuria kwake kumechukuliwa kama ishara ya uhusiano wa kidiplomasia na mawasiliano ya kimataifa kati ya viongozi wa zamani wa Afrika na viongozi wa sasa wa bara hilo katika matukio ya kijamii na kisiasa kwa kiwango cha juu. Sherehe hizo zilihusisha shughuli mbalimbali za kitamaduni na kifalme, zikionyesha utamaduni na historia ya ufalme wa Eswatini, ambalo ni moja ya falme chache zilizobaki barani Afrika. Mfalme Mswati wa 3 ambaye alimekuwa madarakani kwa takriban miongo 4 anaendelea kuwa miongoni mwa viongozi wa muda mrefu zaidi barani Afrika, na sherehe hizi zilikuwa ni ishara ya kuenzi uongozi wake pamoja na historia ya utawala wake. Kwa ujumla, tukio hilo linawakutanisha viongozi wa mataifa mbalimbali na kutoa nafasi ya mawasiliano ya kidiplomasia, ushirikiano na kubadilishana uzoefu katika viongozi wa zamani na walioko madarakani. Kuwepo kwa Joseph Kabila katika hafla hiyo kumezua pia mijadala katika baadhi ya mitandao ya kijamii, huku wengi wakionyesha mshangao na wengine wakiona kama tukio la kawaida na ushiriki wa viongozi wa zamani katika matukio ya kimataifa. Hata hivyo, sherehe zinaendelea kuonyesha nafasi ya Eswatini kama nchi yenye mahusiano ya kidiplomasia na wageni mbalimbali kutoka sehemu tofauti za dunia kupitia matukio ya kifalme yanayovutia viongozi wa hadhi ya juu.
Mvutano wa kisiasa unaendelea kupamba moto ndani ya bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia uamuzi wa mkutano wa mawaziri wa bunge kuidhinisha rasmi kuwa hoja kutokuwa na imani dhidi ya makamu waziri anayehusika na mambo ya ndani na usalama Jacquemain Shabani Luko itajadiliwa katika kikao cha wazi cha wabunge siku ya Jumatatu tarehe 27 Aprili mwaka 2026. Uamuzi unakuja baada ya takriban wiki mbili za mvutano, vikwazo na mikakati ya kisiasa iliyokuwa ikiendelea ndani ya chumba cha chini cha bunge. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa kulikuwa na upinzani mkali uliolenga kuchelewesha au hata kuzima kabisa mchakato huo. Hata hivyo, viongozi wa bunge wameamua kuliruhusu swala hilo lifikishwe mbele ya wabunge wote ili lipatiwe uamuzi wa uwazi. Mambo yamekuwa magumu na kumekuwa na vikwazo vingi, lakini tumeona ni muhimu kwa vikao vya wazi kuamua, ameeleza mmoja wa jumbe wa ofisi ya bunge. Alithibitisha kuwepo kwa mvutano mkubwa nyuma ya pazia. Hoja hiyo iliwasilishwa tarehe 13 Aprili na mbunge Ladi Nyango Likala, mwakilishi wa mji wa Kisangani katika jimbo la Chopo na mwanachama wa muungano wa kisiasa wa Union Sacrée de la Nation. Katika hoja yake, makamu waziri mkuu anashutumiwa kwa kile kinachoelezwa kwani ni usimamizi dhaifu wa hali ya usalama nchini kwa hususan katika mji wa Kinshasa. Mbali na tuhuma hizo, waraka huo pia unamtuhumu kwa kuzuia udhibiti wa bunge wa kibunge, kuvuruga mgawanyo wa madaraka kati ya miili ya dola pamoja na kutumia vibaya mamlaka yake kwa maslahi ya kisiasa. Hata hivyo, mchakato umegeuka kuwa uwanja wa mapambano ya kisiasa. Baadhi ya wabunge waliotia saini hoja hiyo wameripoti kuwepo kwa shinikizo kutoka kwa vyama vyao vya kisiasa wakilazimishwa kuondoa uungwaji mkono wao. Tayari angalau mbunge mmoja alithibitisha rasmi kuondoa saini yake. Wakati huo alimechukua mkondo wa kisheria baada ya kufunguliwa kwa kesi katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa karibu ya mahakama ya juu Cour de Cassation, ambako malalamiko ya kugishi nyaraka hiyo yamewasilishwa dhidi ya mwanzilishi wa hoja hiyo. Baadhi ya wabunge wamejitokeza hadharani kupinga uhalali wa saini zao kwenye waraka huo. Kutoka upande kwa wanaomuunga mkono Jacquemain Shabani, sasa lawama zimeelekezwa kwa baadhi ya viongozi wa ndani cha chama cha tawala UDPS, wakivitumu kuchochea mgogoro hii ya ndani. Hali hiyo imeibua maswali mapya kuhusu mgawanyiko unaoweza kuwepo ndani ya muungano Union Sacrée, ambako hadi sasa ulikuwa ukionekana kuwa na mshikamano. Kadri tarehe ya mjadala inavyokaribia, macho ya wananchi na wachambuzi wa siasa yameelekezwa katika bunge la taifa, wakisubiri kuona iwapo hoja hiyo itapita au itazimwa na mizani ya kisiasa iliyopo. Hatua inaweza kuwa na athari kubwa katika mwelekeo wa siasa za nchi na udhibiti wa serikali kwa ujumla. Na ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 25 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Namba kwa kusikiliza ni Kivu News FM. Kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tuendelea kuwashukuru wapendwa wasikilizaji na watazamaji kwa kuendelea kuwa nasi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu na kwa kuendelea kutuamini kama kukuletea taarifa sahihi za uhakika na zinazogusa maisha ya wananchi na jamii yetu kila siku. Na tuendelea kuwakumbusha kwamba kila siku Kivu News FM tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla kuondoka ningekomba kufanya kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine unasema kujabone, kueme vile na kupartage, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni na mazungumzo kila siku kishatunguletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza na tusikilize kwa sehemu gani au za ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, vile unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari, itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description, ambako utakutana na linki mbili. Kwa Kifaransa wanasema link ya kwanza kubonyeza itapeleka moja kwa moja kujabone kupitia channel yetu ya WhatsApp, na link ya pili itakupelekea vile kujiunga pamoja nasi kupitia grupu letu la WhatsApp. Na baada kufanya hivyo, itarisha sana chochote kipindi ambako utakuwa unapotea habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Teloge Longa, sina la ziada ila tuacha niendelee kutoa shukrani zangu zote kwamba uko na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Iko tarehe 25 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Nani Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi tuonane tena katika taarifa zetu zijazo. Bye bye na chao, asubuhi njema na uwe na siku njema.